Najeli oye! Huyu ni mwanamke pia. Tunayo safari ya kuendelea kuwatia moyo sana wanawake, tukiwapanga matajiri hapa wa nchi yetu ya Tanzania. Tukasema hivi, tuseme tajiri wa kwanza mwanamke, au tuseme matajiri 50 labda wa kwanza kwenye nchi yetu, wakijitokeza wanawake hawazidi 10 kati ya 50. Kwa sababu na safari ya kuwajengea uwezo wanawake wengi zaidi, ili nao wapate nafasi ya fursa ya kiuchumi ambayo ipo. Hiyo ni sababu nyingine iliyonifanya nione umuhimu wa kuja kwenye shughuli hii, kwa sababu huyu ameshaonyesha utayari wa kukua, utayari wa kufika mbali. Sisi tunachofanya hapa ni kuendelea kumtia moyo. Ndugu zangu, serikali imeshatengeneza mazingira mazuri ya watu kujiletea maendeleo. Hiyo ndo kazi ya serikali. Kazi ya serikali ni kutengeneza mazingira mazuri ya watu kujiletea maendeleo. Kazi ya serikali sio kumletea maendeleo mtu mmoja mmoja. Ikiweka barabara ya lami, kazi ya mwananchi ule mmoja ni kuuliza, faida ya barabara ya lami kwangu ni nini? Ukiona treni, faida ya mwananchi mmoja ni kujiuliza, faida kwa treni kwangu. Sisi serikali imeleta maendeleo, imeleta treni hapa. Je, treni ina faida gani mimi kwangu? Nasikia ndege inakuja, ina faida gani mimi kwangu? Kwa hiyo kazi ya serikali ni kutengeneza mazingira mazuri ya wananchi kujiletea maendeleo. Kwa mkoa wa Dodoma, kwa kweli mazingira mazuri yametengenezwa mpaka yamepitiliza. Sio kama nyewe mnayaona. Hamuoni yamepitiliza? Maana sasa hizi watu waliokuwa nakataa kufanya biashara Dodoma sasa hivi wanakimbilia wenyewe. Miaka mitatu iliyopita nilikuwa nabembeleza wafanya biashara, njoo Dodoma. Sema Dodoma? Hapana bwana. Lakini sasa hivi wanagombania kila siku, huwa wanasema maeneo yameisha, yani sasa imekuwa ni ekaeka. Kwa nini? Kwa sababu serikali imetengeneza mazingira bora. Hivyo yote nilivyovisema, uwepo wa treni, uwepo wa barabara, uwepo wa ndege, sijui hasa umeme. Huo umeme uko wa kutosha. Mtu akitaka kuanzisha kiwanda hapa, hata Twifor unaweza ukaenda branch hapa ili msogelee Najili, anatoa viwandani anasambaza huko, si ndio? Naweza mkaja sasa hivi na umeme wa kutosha. Maji ukitaka unachimbiwa pale pale kisima. Ukienda kule kujifunza Nala, tuna maeneo ya viwanda ambayo yana maji na vitu vingine vingi. Kwa hiyo serikali huwa ni wajibu wake, lakini ni wajibu wa kila mtu mmoja mmoja sasa kutumia vitu hivyo au miradi hiyo mikubwa kama fursa ya kujiletea maendeleo. Mimi niwapongeze sana wana Dodoma. Nimeona sasa hivi kwa kweli wengi wetu wameamka. Wameanza kujua kumbe Dodoma ni fursa. Lakini watu toka nje huenda wameamka zaidi, wanatoka huko mikoani, wanatoka hadi nchi za wageni sasa kuona kuwa Dodoma kuna fursa. Kwa hiyo niendelee kutoa wito. Kazi aliyoifanya Mheshimiwa Rais ya kuleta miundombinu hii yote ni matamanio yake kuona wana Dodoma wanapata maendeleo, lakini Watanzania na wengine wanatumia fursa zilizoko hivi sasa kukua kiuchumi.